Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Sina Makosa sehemu ya 34, ambayo ni ya mwisho kabisa. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao walisoma katika shule moja na hatimaye wakaanzisha urafiki, na huo urafiki ulikuja ukazaa udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa sehemu ya 34, ili tuendelee kuidadavua tuweze kuona ni kitu gani ambacho kiliendelea na iliishiaje. Moja kwa moja, baada ya kuanza kuwaza mawazo kama hayo, Zegadi akisisitiza kwamba sasa hivi Recho amekuwa ni mtakatifu kabisa, japokuwa kuna changamoto chache za kuendelea kumtamani, lakini anaona ni mtu ambaye amekaa vizuri kabisa. Na kweli wala hakukuwa na matatizo ya aina yeyote. Hapo ndipo ambapo ilifika wakati wa kwenda Nyemshama migodini. Wale vijana pamoja na Cosmas Mademvya wakawaambia Zegadi pamoja na Kituro kwamba wawapeleke na wao waweze kwenda kuona huko migodini, ili waweze kuangalia pia kama wanaweza wakapata huko kazi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, kutokana na kwamba tayari wameshakuwa ni wapangaji wema, hawawahofii kwa lolote lile, kwa sababu aliyekuwa akiwatafuta ni Recho. Walikubali, Zegadi pamoja na Kituro wakakubali kabisa ili waweze kuondoka nao. Na waliondoka nao moja kwa moja mpaka kule migodini. Na baada ya kufika kule, mambo yalienda sawa. Pale pale kwa mabosi wakaanza na wao kutafuta vitambulisho kama wafanyakazi wapya. Wakajisajili na kweli wakakubalika, na wao wakaanza kupiga kazi. Lakini huku Recho alisafiri kidogo kutoka pale Shangaro, akarudi Bugureni, akaenda moja kwa moja mpaka kwa Regina. Baada ya kufika kwa Regina, alianza kumwambia kile ambacho kinachoendelea, ingawa alikuta kabisa Regina yeye tayari alikuwa ameshaolewa kwa sababu ya miaka mingi iliyopita na watoto wawili. Akajaribu kumwambia kuhusiana na masuala ya kumuua Kituro, lakini Regina hakuonyesha kabisa ushirikiano, kwa sababu tayari ameshakuwa na mume, na mwanaume ambaye aliyemuoa ni mchungaji kabisa.
Kwa hiyo wakati anamletea taarifa za kutaka kwenda kuwaua akina Kituro, kwa kweli alijaribu kumweka sawa, lakini Recho hakutaka kabisa kusikia mawazo ya Regina. Hatimaye hapo ndipo ambapo Regina alianza kumkemea Recho kwamba ni pepo, atoke nyumbani kwake. Hapo ndipo ambapo urafiki ulipovunjikia na aliondoka kweli. Baada ya kuondoka, Recho alirudi Shangaro akiwa ni mwenye hasira sana, akiwa na hasira nzito kweli kweli. Baada ya kufika, aliwakuta bado hawajarudi kutoka huko walipoelekea. Lakini Recho alianza kuwaza huku akijisemea mwenyewe kimoyomoyo, sasa hapa, ili niweze kukamilisha mambo yangu, inatakiwa nifanye hivi. Huyu anayeitwa Edina inatakiwa nimpatie kikombe cha chai chenye sumu, anywe afe, alafu kisha kufa tena, ikiwezekana ngoja nifanye hivi. Huyo Angela hapana, ngoja wote hawa inatakiwa niwape sumu wanywe kwenye chai, kwa sababu sasa hivi tayari tumeshakuwa kama marafiki. Hawanihofii A wala Z. Kumbe hawajui Recho ni mtu wa namna gani. Sasa basi, ngoja nifanye hivi. Nikubali nitengeneze chai, niwaweke sumu wanywe wafe, alafu nimwambie Cosmas Mademvya amuue huko Kituro. Baada ya kumuua, sasa Zegadi atanikubali tu, na akinikataa nimwache yeye kama yeye, alafu nione, je, kuna rafiki zake ambao wako kama Kituro? Si hamna. Tuone kama hajanikimbilia na kuanza kunililia, Recho na kupenda. Ngoja tuone. Baada ya kujiwazia mawazo kama hayo kichwani kwake, hayo ndiyo matukio ambayo aliyokuwa ameyapanga kwenda kuyafanya ili aweze kufanya mashambulizi hayo. Na kwa kweli siku zote, mpenzi msikilizaji, mtu anayetaka kufanya baya huwa hashindwi. Alichokifanya ilikuwa ni asubuhi moja ambapo wenzake wanaendelea kufua. Siku hiyo akawaambia yeye ndiye atakayepika chai, na kweli aliandaa chai. Baada ya kuandaa chai, alichukua sumu ambayo ina asidi kali inayoenda kuunguza utumbo, lakini hata kama ukiilamba haileti matokeo hapo hapo, mpaka kwanza umeze ndo inaweza kaleta matokeo. Alichukua cc moja kwenye sindano, kwenye bomba la sindano, akanyunyizia
na aliiwekea mdarasini, akaweka hiriki, na pia ilikuwa ni ya maziwa ili waweze kunogewa vizuri, na akaweka kabisa na sukari ambayo najua hii itatosha. Akanunua kabisa mikate siku hiyo na akaipaka na Blue Band, na walikuwa ni wapenzi kweli wa kula mikate yenye Blue Band. Baada ya kumaliza kufua, maskini ya Mungu aliwakaribisha ili waweze kupata chai. Hatimaye yeye kumbe alikuwa ameweka pembeni chai yake kwenye kikombe, akawamiminia kutoka kwenye ile sufuria ambayo iliyopika chai. Kumbe hiyo ndiyo iliyokuwa chai mbovu kabisa ambayo ni ya kwenda kuwamaliza. Angela pamoja na Edina, maskini ya Mungu, wakanywa ile chai. Na baada ya kumaliza ile chai, kila mmoja alianza kujisikia dhaifu, akisikia tumbo likiwa linauma. Walilia sana, na baadhi ya wapangaji waliokuwa hapo katika hizo nyumba wakaamua kuwachukua wote kwa pamoja, Angela pamoja na Edina, ili waweze kuwapeleka hospitali. Walikodisha bajaji na kuwaweka ndani ya bajaji, wakaanza kuwapeleka. Kutokana na kwamba kulikuwepo na mpangaji mmoja ambaye alikuwa na namba za Zegadi, kwa sababu yeye alikuwa ni mlipaji mzuri, alikuwa hazungushi kwenye masuala ya ulipaji wa kodi, ndipo ambapo walipoamua kupeana namba na Zegadi za simu. Aliamua kumpigia simu huko huko alipo migodini Nyemshama, na hatimaye akamwambia kwamba watoke huko mapema na haraka sana, kwa sababu Angela pamoja na Edina wote ni wagonjwa sana. Sasa baada ya kusikia mambo kama hayo kwenye simu, alimwandaa rafiki yake Kituro, yani Zegadi anamwambia rafiki yake Kituro ili waweze kurudi haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu amepigiwa simu kwamba mke wake, yani mke wa Zegadi, Edina, pamoja na dada yake Angela, yani dada yake na Zegadi, hawako sawa. Kituro alikubali, wakafunga safari ili waweze kuja. Kumbe wakati wanakuja tayari, huku Recho alikuwa ameshawapigia Cosmas Mademvya pamoja na wale vijana, wakawa tayari wameshajiandaa kwa ajili ya kuja kuwamaliza akina Kituro. Kituro alipanda bajaji yake, na bajaji yake ambayo aliyoipanda kulikuwa na wale vijana watatu marafiki zake na Cosmas Mademvya, na Cosmas Mademvya mwenyewe alikuwepo, lakini wale wengine wakaenda moja kwa moja na Zegadi tena kwenye bajaji nyingine. Yaani waliamua kujiteua hivyo ili wasiweze kugundulika kwamba wanataka kufanya jambo gani. Baada ya kuanza kuziungurumisha hizo bajaji sasa kutoka huko ambazo walikuwa wamezikodi hawa mabwana, watatu huku watatu huku, hawa watatu wakiwa na Cosmas Mademvya pamoja na Kituro, kwa hiyo wakawa watano. Hawa wa huku ni watatu na Zegadi ni wanne. Yakina Cosmas Mademvya ile bajaji iko mbele, lakini ya kina Zegadi iko nyuma. Na kilichotokea, Cosmas Mademvya akawaambia hawa wa nyuma kwamba waje na Zegadi taratibu, lakini
wao ambao wamembeba Kituro waende wakawashughulikia haraka sana hao wagonjwa. Kwa hiyo walitangulia mbele kwa mwendo wa spidi, na baada ya kufika katika pori fulani hivi ambapo kabla hawajaingia katika barabara ya changarawe ambayo ni nzuri zaidi kwa ajili ya magari kupita, moja kwa moja walisimamisha bajaji pale njiani. Hatimaye wakaamua kumtoa Kituro kwenye bajaji na kumfunga akiwa haelewi. Na hatimaye Cosmas Mademvya alianza kuzungumza huku akisema, wewe kijana, huu ndio mwisho wako wa kuendelea kuishi duniani. Mimi nilikuwa nikiishi na ninyi mkijua kwamba ni mtu mzuri, lakini mimi ni mtu mbaya sana. Wewe ndio uliyesababisha mimi nisiweze kumpata Recho kwa muda mwafaka, kwa sababu umekuwa ukimpatia Kituro rafiki yangu Zegadi, ulikuwa ukimpatia ushauri gani? Najua Kituro haujanitambua kwamba mimi ni nani. Sasa kutokana na hasira nilizonazo na kuchanganyikiwa kwangu, nikwambie tu kwamba huu ndio mwisho wako wa kuishi duniani. Unaweza ukasali sala zako za mwisho kabla hatuja kutoa duniani. Sasa baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Cosmas Mademvya akiwa bado hata hajaanza kuwa na wasiwasi, pengine akijua huenda wanamtania kwa sababu wameishi naye vizuri, kijana wa kwanza alianza kufyatua risasi ya kwenye mguu. Hapo ndipo ambapo damu zilianza kutoka, akagundua kumbe ni serious. Sasa aliposhituka alianguka hapo hapo chini, na baada ya kuanguka hapo hapo chini, moja kwa moja bajaji ya kina Zegadi ikawa imewasili hapo ambapo walipo. Baada ya kufika, alifunga breki yule dereva, na hatimaye wakatoka nje. Wale vijana wakaenda moja kwa moja na kuanza kumtandika risasi za kichwa, za pua, za masikio, za wapi. Hatimaye wakamuua kabisa Kituro, lakini alikufa huku akiendelea kulalamika akisema, sina makosa, sina makosa. Zegadi wenu huyo hapo, sina makosa. Sikuwahi hata kumshauri hata siku moja kwamba aache kumuoa Recho. Mmeniua bure tu. Aliyemkataza sio mimi, kajikataza yeye mwenyewe. Sina makosa, mmeniua bila makosa. Lakini hawakuweza kumsikiliza. Hatimaye Kituro aliweza kukata roho, na wakamchukua wakamweka kwenye bajaji moja, wakaondoka naye wale vijana ambao walikuwa na Zegadi. Kwa hiyo Zegadi akabaki na Cosmas Mademvya, akaingia kwenye bajaji ambayo ndo Kituro alipokuwa. Wakaanza safari na walienda huku Cosmas Mademvya akiwa anajitamba kwamba sasa anaenda kumpata Recho wake. Na baada ya kufika pale, Zegadi akiwa amechanganyikiwa kabisa, ambapo ameshuhudia kabisa kifo cha rafiki yake. Kufika pale akaamua kubadilisha nguo na kuwauliza wahusika kwamba ni wapi ambapo wamepelekwa hao wagonjwa. Lakini kabla hata hajamaliza
kuwaulizia wale majirani ambao walikuwa wamepanga pale, moja kwa moja aliona bajaji ikiwa imekuja na imebebelea majeneza mawili, ambapo tayari yule jirani alikuwa ameshanunua majeneza kwa ajili ya kuwaweka hao mabinti wawili, Angela pamoja na Edina. Ukawa ndio mwisho wao wa kuishi, na hatimaye Zegadi alilia sana kwa kumpoteza mke wake Edina, lakini hakuwa na namna, kwa sababu ndivyo ambavyo ilivyokuwa imepangwa. Kiukweli aliumia sana, na Rachel alianza kujitamba kwa Zegadi kwamba yeye ndiyo amefanya mpango wote huo, na Cosmas Mademvya alianza kulia na kumhitaji sasa Rachel aweze kukubali ili awe mpenzi wake, lakini Rachel alikataa na kumwambia kwamba hampendi, amefanya hivyo tu ili aweze kumfanyia kazi yake ambayo alikuwa akihitaji kwa muda mrefu iweze kufanyika. Hawa vijana 6 wao walilipwa fedha zao na wakaondoka kabisa. Hatimaye Cosmas Mademvya alianza na yeye kulia, akiwa hajui ni kitu gani akifanye, kwa sababu ametoa roho za watu wasio na hatia, yaani amemuua Kituro akijua kwamba atampata Rachel, lakini Rachel hataki kabisa kumsikia. Na mwisho wa siku alikumbwa na mawazo mengi. Alirudi kule Bugureni akakaa, lakini hakuweza kukaa vizuri. Kila wakati alikuwa akimuota Rachel kwamba wako pamoja, wanaendelea na mapenzi yao. Wakati mwingine anakaa na weweseka kama vile anamuona Kituro kwenye macho yake, akiwa amepigwa risasi, amechomwa na risasi, na wale vijana kama vile anawaona. Akaanza kuweweseka, mawazo yakawa mengi, na yeye aliamua kuchukua sumu. Hatimaye akakoroga kwenye maji akanywa, na Cosmas Mademvya ikawa ndio mwisho wa maisha yake, akafariki. Kwa hiyo misiba ilifanyika ya kwenda kuwastiri Angela, Kituro pamoja na Edina, lakini Zegadi alibaki peke yake. Na Rachel alipomwambia kwamba anahitaji sasa waendelee kuwa pamoja, Zegadi alikataa, akakataa kwa herufi kubwa, na akaendelea kumkemea na atoke kabisa kwenye nyumba yake. Na wale vijana ambao walikuwa wamepanga pale na wanaume waliokuwepo walifanikisha kumfukuza Rachel ili aweze kutoka ndani ya nyumba ya Zegadi. Wakaondoka. Zegadi akabaki anaishi yeye mwenyewe peke yake, pasi na rafiki tena, na ndoto zake zikakatika. Hakuweza kurudi tena kule kwenye migodi. Akaendelea kuishi hapo hapo katika hizo nyumba mbili, akiwa anatoza watu ambao wanakuja kutafuta vyumba wakipanga. Hiyo ndio ikawa biashara yake kubwa, na wala hakurudia tena kutafuta mwanamke katika maisha yake. Alikaa hivyo hivyo mpaka mwisho wa siku miaka ilizidi kwenda, na hatimaye akazeeka na yeye mwenyewe kutokana na umri wa uzee. Hatimaye Mungu alimuita, nyumba zikabaki na wapangaji, ambapo hakufa hata kumwacha mtoto, kiasi kwamba kuna mtoto labda anaweza akaja kumiliki nyumba. Hapana. Kwa hiyo hizo nyumba zikabaki na wapangaji, na mpangaji mmoja ambaye alikuwa ndiye rafiki yake mkubwa ndiye akabaki ameimiliki hiyo nyumba ya Zegadi pamoja na marehemu Kituro. Zote akazimiliki, na akawa anaendelea kutoza pesa, na yeye ikawa ndiyo biashara yake, kwa sababu wakati anafariki alimwachia rafiki yake kibarua ambacho kinasema, mimi ni Zegadi, sina mtoto,
na nimezeeka bila kuoa tena baada ya mke wangu wa ujanani kuniuma. Sikuoa tena wala sina mtoto na wala sihitaji ndugu wa aina yeyote waje kurithi hizi mali. Ninamkabidhi rafiki yangu ambaye alienda kumuuguza mke wangu kipenzi Edina wa enzi za ujana. Kwa hiyo huyu ndiye atakayemiliki mali zangu, huyu ndiye nitakayemchukulia kama mdogo wangu, kama ndugu yangu wa karibu. Kwa hiyo baada ya barua kujieleza, moja kwa moja alipewa mali na akaendelea kuzimiliki. Hatimaye maisha yakaendelea kusonga kwa huyo rafiki yake na Zegadi ambaye amepewa mali. Akaendelea na yeye kutengeneza biashara hiyo hiyo ya mradi wa nyumba akiwa anaendelea kupangisha. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ambayo inaitwa Sina Makosa. Tumeona sina makosa namna jinsi ilivyo. Manake Kituro ameuliwa kweli, hana makosa na wala hajawahi kumshawishi hata kidogo kwamba aweze kumwacha Recho asimuoe. Kituro hajawahi kusema hivyo, bali Zegadi ni yeye mwenyewe alikuwa anaogopa tangu enzi zao za kuuza karanga. Yeye mwenyewe ndo alikuwa akimuogopa Recho kwa sababu ni mtoto ambaye yupo katika familia za kitajiri. Nakumbuka Recho wakati anafukuzwa, manake alienda moja kwa moja hadi kwa wazazi wake. Kwa hiyo aliendelea kuishi kwa wazazi wake huko kwa sababu ni mtoto wa kitajiri. Alikuwa anataka amuue Kituro ili aweze kummiliki Zegadi, lakini kumbe hata yeye mwenyewe hakujua kama ameharibu, kwa sababu amemuua mpenzi wake ambaye alimpenda sana, tena mke wake wa ndoa, alikuwa ameshafunga ndoa. Amemuua na dada yake ambaye ni Angela. Kwa hiyo mtu kama huyo, sidhani hata kama ingekuwa ni wewe mpenzi msikilizaji, kama ungekubali kumuoa uishi naye. Amekuulia ndugu zako na kipenzi chako wa moyo. Kwa hiyo haikuwezekana. Kwa hiyo simulizi yetu inatuonyesha kwamba alienda kuishi kwa wazazi wake Recho, na hatimaye maisha yake yaliyoendelea hayakujulikana. Lakini huku Zegadi yeye alizeeka bila kuoa. Hakuona tena mwanamke mwingine ambaye angeweza kumpenda kama Edina. Kwa hiyo aliamua kuzeeka hivyo hivyo, na hata wakati anafariki katika magonjwa ya uzee, manake aliacha amemrithisha rafiki yake ambaye alikuwa naye bega kwa bega. Hiyo nyumba ndo akawa ni kama ndugu yake, kwa sababu ndugu zake wako maeneo mengine na hawakutaka kabisa kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea, na hata kutembeleana hawatembeleani. Na hata wazazi walipowazika wazazi wa Zegadi haikujulikana. Kwa hiyo zaidi mpaka na wazazi wa Kituro wanafariki, Zegadi yeye ndo aliyeenda kuwazika vizuri kabisa. Kwa hiyo ndugu zake na Kituro walikuwa wakimfahamu kabisa Zegadi kwamba ni nani, lakini hawakuja hata kudai hata hizo mali, kwa sababu walijua kwamba Zegadi na Kituro ni watu wawili ambao ni kama mapacha. Kwa hiyo waliamua kumwachia, wangeenda kudai nini pale, kwa sababu Kituro amekufa akiwa hana makosa ya aina yeyote. Hajaacha muktasari wowote wa kusema kwamba ndugu zangu mtakuja mrithi mali nitakapokufa. Hajaacha chochote, kwa sababu yeye amekufa kwa kifo cha kuuawa. Kwa hiyo ikawa hivyo. Mpenzi msikilizaji, ninaamini utakuwa umejifunza mengi kutokana na simulizi hii. Kama endapo na wewe una mkasa wako ambao una uwezo wa kusimulia, basi unaweza ukanitafuta kupitia namba 0752 73 25 15. Hata kama
hauhitaji mkasa wako uweze kusimuliwa kwa jina lako na wale ndugu zako kuwataja majina yao, niko tayari kuwaita majina mengine kabisa, na hatimaye mkasa wako utatoka na utaweza kufundisha jamii. Naamini utakuwa umejifunza kwa hiki ambacho kilichomtokea Zegadi pamoja na Kituro wakiwa kwenye maisha yao, na udugu waliounganisha ni kwamba Zegadi alikuja kamkabidhi Kituro dada yake. Kwa hiyo dada yake na Zegadi akawa ameolewa na Kituro. Kwa hiyo ulikuwa ni urafiki ukawa udugu kabisa. Ninakusihi subscribe, like, share, comment na wenzio waweze kujifunza kupitia simulizi hizi, na pia nikualike kwamba kuna simulizi nyingine ambazo zitakazoendelea kuja, lakini kwa Sina Makosa ambapo Kituro amefariki pasina makosa ya aina yeyote imeishia hapa, na hapa ndipo mwisho wa simulizi yetu. Nikusihi endelea kuwa na sisi mpaka mwisho wa simulizi nyingine ambazo zitakazoendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Endelea kuwa na sisi mpaka mwisho wa maisha yetu. Niseme hivyo. Nikuage niseme kwa heri katika simulizi hii. Tukutane katika simulizi ijayo. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Endelea kunitafutia wadau ili waweze kuendelea kusubscribe, na kama unamjua kuna mtu ambaye anaweza kusimulia simulizi yake na hataki majina yatoke ila tu mkasa ndo anataka uweze kwenda hewani, basi unaweza mkanitafuta moja kwa moja nikasimuliwa, na hatimaye nitajua mimi nitautengeneza vipi ili mambo yaweze kukaa sawa, tuelimishe jamii. Nikuage kwa heri mpaka simulizi ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha.